Tuje katika swala zima ambalo linaendelea sasa hivi, swala la tuzo. Kumekuwa kuna waimbaji ambao wanashindanishwa, lakini pia tumeona kuna baadhi ambao wanajitoa katika tuzo hizo. Je, kwako wewe unadhani ni sahihi kwa mwimbaji ambaye amependekezwa na mashabiki na watu ambao wanampenda kisha mwisho wa siku anajitoa? Ni kwako wewe hiyo ni sahihi kwa mwimbaji kujitoa katika tuzo ambazo Watanzania wamempendekeza? Masuala ya kiroho yanahitaji hekima sana kuyazungumzia, kwa sababu ninaweza kusema ni vizuri au ni vibaya, lakini sijajua yeye labda aliyekataa au labda aliyekubali amejisikia nini moyoni. Yaani masuala ya kiroho hayahitajiki wakati mwingine kujudge, isipokuwa tu unaweza ukamwangalia mtu ukasema kwamba yawezekana kuna kitu kimesababisha, kwa sababu pia sidhani kama kwa bure tu anaweza akasema yes au no mtu yeyote. Sijajua ni mtu gani, lakini kutokana na hilo swali mimi nadhani kama mtu atakataa kwamba sitaki tuzo au nataka, nadhani tusimjaji, tumwachie hiyo nafasi yeye kama yeye, kwa sababu yeye ndo anajua sababu. Lakini pia nadhani hizo tuzo sio kitu kibaya, wanaofanya pia wafanye tu kwa amani, na wale ambao wamechaguliwa pia ni nafasi nzuri pia ya kumtukuza Mungu, pia ni heshima kwa muziki wa Injili. Okay, katika mwimbaji bora kuna Rose Muhando, pia kuna Bahati Bukuku. Watanzania chagueni mmoja. Je, unadhani ni sahihi kwa waimbaji wa nyimbo za Injili kushindanishwa? Hiyo ni mtihani. Kwanza mimi ukiniambia nichague kati ya dada Bahati na dada Rose Muhando, utakuwa umeniweka kwenye wakati mgumu, kwa sababu wote ni dada zangu, ni watumishi wa Mungu ambao nawaangalia kwa muda mrefu na najifunza vitu vingi kwao. Ina maana ni kuwaweka watu kwenye wakati mgumu sana. Lakini kama wale wahusika wanajisikia amani kufanya hivyo na wanaopiga kura nao wanajisikia amani, basi sawa. Lakini kwangu mimi ukiniuliza nichagua, nitashindwa. Sitoweza kuchagua. Yeah.